Dar es Salaam, maelekezo ni City Center. Nimekuja kukutana na mtaalam kabisa, baba yangu mwenyewe, anaitwa Muhindi wa Simba, almaarufu kwa jina hilo. Faza, heshima yako, shikamoo. Marhaba, ujambo bwana. Mimi nimefurahi sana kukutana nawe, na kwenye mitandao tu mambo yanaenda vizuri kabisa. Na mimi nimefurahi pia kwa sababu kweli umenitafuta kwa jitihada zako zote kabisa mpaka umenipata. Nashukuru sana. Na nakuheshimu sana kwa hilo. Mungu akubariki, nashukuru sana. Sikutaka kukuangusha hata kidogo. Na kweli hujaniangusha. Yaani niko na wewe kwa moyo na kwa dhati kabisa. Yeah. Hivi wewe ulianza kuwa shabiki wa Simba mwaka gani? Na nani aliyekufanya ukaipenda Simba? Mimi ndugu yangu nikikwambia, yani naipenda Simba toka na umri wa miaka 7. Miaka 7. Wakati huo kuna wachezaji kwa mfano Zamoyoni Mogela, Golden Boy. Ndio. Malota Soma, Ball Juggler. Ndio. Mohamed Momeja. Kuna wengi ambao Simba ilikuwa nzito. Unajua ndugu yangu, ukiniaulizia historia ya Simba unanipeleka mbali sana. Unakumbuka mambo mengi. Unajua wachezaji hao kwa mfano niliwatajia. Wakati huo wachezaji walikuwa nacheza kwa moyo moja. Yani moyo moja, manake walikuwa najituma kwa ajili ya kuipigania Simba yao. Unaona kabisa huyo anajituma. Wakati huo nikikwambia, wakati huo wachezaji wanapewa maji yale ya pakti yale. Maji ya Kandoro yanafahamika hivyo. Wakati huo lakini walikuwa nacheza kwa jihadi, wanaipigania chapa ya Simba. Hiyo ulimeongea. Unaona bwana, kwamba walikuwa nacheza kwa dhati, kwa jasho kwa ajili ya Simba yao. Tofauti na sasa hivi, wachezaji wa sasa hivi unawazungumzia. Unajua ndugu yangu, wakati ule malipo yalikuwa madogo sana. Mchezaji anakuja anacheza mechi pengine hata 20,000, 30 asiambulie. Ndio. Lakini atatoa jasho lake kwa ajili ya Simba, inasimama nembo ya Simba. Umeona? Wachezaji kama hao sasa hivi hatuna, tuwe wa kweli. Wachezaji wa aina hiyo sasa hivi hatuna. Leo wachezaji wanalipwa hela nzuri sana. Ndio. Leo wachezaji wanapewa kila huduma, lakini kujitoa inakuwa ngumu sana. Wakati huo mchezaji wa Simba huwezi kumkuta anaenda Yanga. Ilikuwa haiwezekani. Hamna kitu kama hicho. Au wanyuma mwiko aje Simba, hamna. Lakini siku hizi imekuwa kitu cha kawaida kwa ajili ya maslahi. Ilikuwa haiwezekani. Unajua umeniuliza swala zuri sana leo. Kuchukua fursa hii. Nimeongea mara nyingi sana. Na narudia tena leo. Rudia. Kwamba leo msimu unapoanza, naomba wana Simba wanisikilize, na hasa viongozi wangu wa klabu yangu, kwamba leo msimu unapoanza, tunaposajili wachezaji wapya, wachezaji hao wapya wapewe session, wakae na wachezaji wa zamani, wapate session ya kujua hao wachezaji wa zamani, wathaminiwe na kuitwa kujua, kuwapa elimu na fundisho mojawapo kwamba Simba ilikuwa wapi na imefika wapi. Lazima wajue thamani ya Simba. Mara nyingi huwa nimezungumza hilo swala, kwamba viongozi wanatakiwa watumie wachezaji wa zamani, waitwe, wakae, waongee na wachezaji wapya waliosajiliwa, hasa wazawa na wa kimataifa, kwa sababu hao wachezaji wa nje hawajui thamani ya Simba. Hawajui Simba imetoka wapi na imefika wapi. Wanakuja kwa sababu ya pesa tu. Lakini ndo hicho nasema kwamba waitwe, wathaminiwe hao wachezaji wa zamani, na wape session wachezaji wapya kwamba thamani ya Simba ni nini, brandi ya Simba ni nini, Simba imetoka wapi, iko wapi sasa hivi. Hiyo kitu ni muhimu sana. Yeah. Kwa wale wanaokimbia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, wanatokea nyumba nyeupe, wengine imetoka kauli kwamba sio faini tena, zinalimwa pointi 5 usipoingia changing room. Kwa hicho mimi awali ya yote nampongeza sana Rais wa TFF Wallace Karia. Nampongeza, pengine amesikia kilio yetu ambayo tulikuwa nalalamika kwamba leo kwa nini nyuma mwiko wanafanya wanachotaka. Kwa nini hiyo nyuma mwiko wanachoamua wanatekelezewa?
au wanachofanya vitu vya ajabu vinakubalika? Kama ile hatuchezi mara. Ndio hicho nachoongea. Kwa nini kila kitu leo wametokea kusema pia kwamba bana kuna viongozi hao wajiuzuru na ikafanikiwa hilo pia katika TFF? Wao ni nani katika nchi hii? Nyuma mwiko ni nani katika nchi hii ili wasikilizwe kila kitu? Ndio maana tulilalamika kuhusu mechi yetu na nyuma mwiko hapo Isamuyo kwamba walitumia wanaita nyumba ya maajabu. Nyumba nyeupe inaitwa. Nyumba nyeupe hiyo. Kwa nini TFF ilikaa kimya? Hivyo hawakupigwa faini? Walipigwa, ndo nikasema mimi kwamba faini haitoshi. Faini haitosheleza, au ukiwapiga hata faini ya milioni 500 wanayo. Hata wanachama wanaweza wakachangia. Lakini hao wanyanganywe hizo pointi 3. Na leo imetangazwa na Rais Karia kwamba tunakulima pointi 5. Namshukuru sana kwa hilo, kusikiliza kilio yetu. Kwa heshima na taadhima, namshukuru Wallace Karia. Amekuja na maamuzi magumu na mazuri sana. Kwa hiyo sasa hivi kutakuwa, unajua wakati ule walipigwa faini ya milioni 30. Si hela. Analipa mshabiki mmoja tu hiyo. Wakapigwa 100 si hela. Sisi kama mimi mwenyewe nilipiga sana kelele kwamba mimi nataka hao wanyanganywe pointi 3. Hiyo ndio itakuwa njia nzuri. Hii ndio dawa ya kuwazuia kufanya vitu vya ajabu. Hayo manyumba ya maajabu yao yani yasiwepo. Kwani unafikiri kwa nini wanakwepa kuingia kwenye vyumba vya kubadilisha nguo ambavyo vimepangwa, wanaingia sehemu nyingine? Kwa nini wanakwepa? Hizi ni imani za kishirikina. Hizi ni imani za kishirikina. Ndio maana wanafanya hivyo. Lakini kisheria, mwandishi ndugu yangu, haitakiwi uache dressing room ya uwanja ukaende kwenye nje ya uwanja uchukue chumba. Hiyo kitu hakipo. Ndio maana nilipiga sana hilo kwamba hao watu wanyanganywe. Rais wa TFF aliweka wazi kwamba wakati ule ligi ilikuwa bado inaendelea na walikuwa hawawezi kubadilisha kanuni. Kwa hiyo kanuni imeletwa mwaka huu kwenye ligi ya mwaka huu na itatekelezwa. Pointi 5 zinachukuliwa. Nimefurahi sana na nampongeza kwa uamuzi huo. Simba tunafeli wapi? Miaka 5 bila ubingwa. Kwa mfano umepewa uongozi pale, kama wewe ni rais unaweza kufanya chochote kile wakati wote ule. Nizungumza, unaibadilisha vipi Simba Sports Club kuwa timu namba 1 kama miaka 4 tulochukua ubingwa? Unajua unaniumiza hapo. Pole sana. Unaniumiza. Pole sana. Yani unaniumiza ndugu yangu. Pole sana. Mimi nikaona kwamba mwaka huu hiyo kauli, unajua kwanza kusema kwamba mwakani tena hiyo kauli wanasema mpaka 2030. Hiyo kauli wewe acha 30, hiyo mwakani tena tu hiyo. Hiyo kauli inaniumiza sana. Afu hii kauli Yanga bingwa kila siku. Akiamka tu asubuhi Yanga bingwa. Wewe timu hujasajili. Unasema Yanga bingwa. Unajiamini kwa lipi? Ndio hayo tunaumia. Hizi kauli mbili mimi inaniumiza sana. Mwakani tena Yanga bingwa. Sitaki kuisikiliza hiyo. Kauli mbovu kabisa kwa upande wako. Hiyo kauli inatakiwa ivunjwe, lakini nasikitika. Kweli niwe mkweli, mimi ni mwana Simba, mimi naumia kwa ajili ya Simba yangu. Na kuelewa vizuri sana. Timu imeenda kufanya pre-season Rwanda, kushiriki mashindano ya Kagame Cup. Ndugu yangu mwandishi, mechi 2 walizocheza, kuna mchezaji wamemtoa mali, wanasema ni MVP. Kwa taarifa tu kwamba yule mchezaji kafunga goli 13 kwenye ligi ya Mali. Dombia unaambiwa anapigwa vichwa, huyo mrefu kuliko goli. Dombia vipi usajili wake? Hovyo kabisa. Usajili wa Dumbia ni hovyo. Sikutegemea leo tunamleta mchezaji kama Dumbia wakati kombe tunalikosa kwa miaka 5 fululizo. Alafu unakuja kumleta striker kama Dumbia. Ni aibu kwa viongozi wa Simba. Unajua mwandishi, leo mimi nasema kuna engo 3 za vitu vitatu nitaviongelea. Zungumza. Cha kwanza kwamba tunafeli kwenye scouting. Nisikilize. Sisi wana Simba au viongozi hao wanafeli kwenye scouting ya wachezaji.
au mwekezaji hela zake ni ndogo za kusajili? Mzigo anauweka ni mdogo? Kama ni mdogo, namwomba mwekezaji wangu Mohamed Mo aingize hela ya kutosheleza. Leo mimi ukiniambia bilioni tano sio hela ya usajili. Kama unataka kupata vyuma, kama unataka kuchukua ubingwa wa Tanzania, kama unataka kuchukua ubingwa wa Afrika, huwezi kukaenda na bajeti ya bilioni 5. Nasikia nyuma mwiko bilioni 15. Hiyo ni wanatudanganya, hiyo haiwezekani. Niwe mkweli. Lakini bajeti yao inafika kwenye 5, 7 au mpaka 10, nakubali. Kwa sababu nasikia shauri lile tu bilioni 2. Ndio nakwambia mpaka 7, 10 nakubali. Lakini hiyo ya 15 siafiki. Okay, unajua nimeongea ya pili hiyo kwamba scouting, pesa za mwekezaji tunafeli kwenye scouting. Hapo mimi nasema namkumbuka sana marehemu Hans Pop. Yule alikuwa chuma, yule alikuwa anatuletea vyuma. Ndio maana nakwambia inawezekana scouting yetu sio nzuri. Cha pili, hela haitoshelezi kwenye usajili. Kama unataka wachezaji wazuri, huwezi ukaenda na bajeti ndogo. Bajeti inatakiwa iongezwe, pesa ya kutosha. Cha tatu, hatuna viongozi wa mpira. Hatuna viongozi wa mpira. Mangungu nani boss? Yani sasa hivi ndo unanichemsha, sasa hebu inachemka. Wewe usinimuongelee huyu bwana, huyu achana naye. Huyu sio kumongelea. Kwani yeye anacheza mpira yule kiongozi ambaye anawajibika kwa kila kitu. Amefeli kwa kila kitu. Na nampa tahadhari kwamba ameanza kutoa kadi feki. Ameanza kutoa kadi feki. Hao watu wanaopewa kadi feki waangalie, wanapigwa hela zao. Hatutaki safari hii, tunataka kumleta mwenyekiti ambaye ana damu ya Simba, ambaye ana uchungu na Simba. Ndio tunamtaka safari hii kiongozi wa aina hiyo. Kwa hiyo kama anafanya madudu yake aachane nayo. Aachane nayo mara moja. Yeah. Kwenye usajili hapo. Umenielewa kwenye kwamba hatuna viongozi wenye mpira, ndio maana tunaleta tunawaleta wachezaji kama Dumbia. Hovyo kabisa, hovyo. Hatoshelezi kuichezea klabu ya Simba. Kwa mpaka sasa hivi usajili 0. Mpaka sasa hivi. Mimi Kevin Nation nimemkubali. Celestro nimemkubali. Lakini leo unajua mwandishi, striker ni mtu ambaye anakuletea matokeo. Yote lazima afunge. Lazima acheke na wavu. Sisi tunamtaka striker katili. Na nilishamtumia ujumbe Mo mimi kwamba Mo, mwekezaji wetu, tuletee striker katili. Hatumtaki Dumbia bana. Dumbia wa nini? Hovyo kabisa huyu. Sasa unasema tena Mayele aje tena Simba. Sisi tunamtaka. Unajua Jairut ameahidi kwamba kila mwaka ataleta mchezaji kipenzi cha wanasimba, washabiki na wanachama. Alafu Loemba hafai kuichezea Simba. Hamna striker pale. Loemba hafai kuchezea Simba. Mwandishi, nikuulize, labda unisaidie. Loemba amefanya hata assist moja au amefunga goli? 0. Leo mnaacha Loemba, mnamruhusu Maema aondoke. Sio maamuzi nani sahihi hayo. Yaani Loemba sio maamuzi sahihi. Utamwachaje Maema, unamwacha Loemba aendelee? Ndio hayo tunasema, kama ongezeni fungu. Yule alikuwa anataka fungu kubwa, watu tumeshindwa, tumemruhusu anaondoka. Lakini Maema ni mara 100 ya Loemba. Sasa leo tunamwachaje Loemba, Maema tunamruhusu? Hiyo mimi sijakubaliana nalo. Tuzungumzie uchumi kati ya Simba na Yanga. Hivi wewe kwa mtizamo wako, miaka 5 sio mchezo. Unataka uniambie kwamba GSM anaela kuliko Mo? Unajua tusipimane kwa hilo. Mpira ni pesa. Tusipimane kwa hilo. Lakini leo Mo ni mwekezaji. Tuna wawekezaji wengine.
kwa nini tunafeli kuleta wachezaji wakali? Leo bwana, ndugu yangu mwandishi, tunakosa ubingwa miaka 5 tunateseka. Leo mwaka wa 6 angalau kuletea timu ambayo tunaona kwamba inaelekea kuchukua ubingwa. Lakini mimi nilivyomwona Luel Wemba nani huyu Dumbia, nikasema kweli na striker huyo hatuwezi kuchukua hata kombe la ligi kuu. Hatuwezi. Sio kafu, hata ligi kuu tusogee. Wacha nani kombe la Afrika. Kombe la ligi kuu hatuwezi kuchukua. Kwa striker kama kwa usajili huo, hamna kitu nakwambia. Mimi bado usajili haujafungwa. Mimi namwomba sana mwekezaji wangu. Namwomba sana. Watu wanavyosema kwamba yeye kidogo mkono mfupi. Kama Jairuti amesema atatuletea mchezaji. Sisi wanachama na washabiki tunamwomba Jairuti atuletee Fiston Kalala Mayele. Hivi father, kati ya Jairuti na Mo Dewji, hivi kuna shida kweli katikati hapo? Hamna shida. Kuna mvutano wa influencer. Hamna shida. Unajua shida wanaoleta ni ma-influencer hao. Wanalipwa nini? Ndio hicho ndio nachotaka kuongea. Kwamba leo utakuta kuna ma-influencer ambao walikuwa namtetea Mangungu. Ma-influencer hao leo wako upande wa Mo Jairuti. Jairuti, yes. You get me? Yes. Kwa nini hao wa Mangungu waende wahamie upande wa Jairuti? Kwa hiyo wanaoharibu ni hao influencer. Ndio wanapigisha shot ambao wanapigisha shot. Kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Na wanalipwa kweli Kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Lakini kama tukiwa na umoja, leo mimi kwa mfano huyu Dumbia amekuja, namwambia Mo kwamba huyu hatutoshelezi. Namtumia ujumbe. Leo Mo kweli ametuweka kwenye nafasi nzuri katika Afrika. Rank ya Afrika. Tumpe hongera yake. Lakini asifelishe kuleta striker wa hovyo kama Dumbia. Na hiyo dirisha haijafungwa bado. Namwomba mwekezaji wangu Mo kwamba tuletee striker katili ambaye sisi bana angalau mwaka huu tupate furaha. Sisi unajua mwandishi, sisi hatuna faida. Hatupati chochote. Lakini sisi tunachotaka furaha. Simba ikishinda tu furaha kwako. Leo kuhusu Dumbia, watu wengi wameniambia, anasema Muhindi, kweli leo tunakuja kumleta striker kama Dumbia? Kaambia nie tulieni. Ujumbe utafika. Na ujumbe unafika kweli kweli. Na ujumbe ufike. Lakini kumuondoa ndo haiwezekani tena sasa. Kumuondoa inawezekana. Takula hasara. Pote la mbali. Pote la mbali alo. Kama tunataka kombe la Afrika na kama tunataka kombe la ligi kuu, hasara ngapi tumepata? Mo hawezi kukosa, yani akanania hasara hiyo, hata apokee hiyo hasara. Tuachane naye huyo hafai. Linakimbia kama twiga tu, alieleweki. Linakimbia tu, linadundisha miguu tu, hamna kitu kinachoonekana pale. Hapana, tutaki striker wa aina hiyo. Hiyo umekataa. Tunamtaka striker katili. Mo mimi namwambia tuletee striker katili ambaye acheke na nyavu kila wakati. Sio kama twiga dunda. Si unaona anadunda kama twiga, tukafanya nini pale? Hata on target moja, off target hamna moja. Heda anaruka utafikiri anaokoa. Anafumba macho sio kupiga heda. Hiyo wachezaji wa aina hiyo hatuwataki. Sio brand ya Simba kuleta wachezaji kama hao. Hizi kelele za wanachama pamoja na mashabiki wa Simba kwamba wakati mwingine moto cha timu yetu hivi, wewe unadhani kati ya Mohamed Dewji na Simba nani anafaidika zaidi kwa mwenzie? Mtu anapolalamika kwamba Mo achie timu, leo hebu tujiulize, leo huu usajili hela anatoa nani? Kwa taarifa za mtani Mohamed. Haya. Camp ya gharama za camp anatoa nani? Mohamed. Gharama za usafiri anatoa nani? Mohamed. Malazi anatoa nani? Mohamed. Sasa leo utamsema kwamba atoke? Unataka tuanze kutembeza bakuli? Yani wanasema kwamba kuna watu kwamba yeye anapata zaidi kuliko Simba inavyopata, kwamba akitoka kuna watu watakuja faster. Tunasikia kuna mchina anataka weke bilioni 200 Simba pale. Amekuja. Mdomo hatutaki. Mtu aje. Unajua kuna wengine wamekuja mdomo. Mdomo. Wanataka wampigishe shoti. Lakini utekelezaji hamna. Leo mtu natuambia tunakuletea mchezaji ambaye ni kipenzi chenu.
Kikwapi? Loemba alikuwa kipenzi chetu? Hapana. Sio kipenzi cha wanachama na washabiki. Na amefeli tayari. Kwa nini bado amebaki? Ilitakiwa aondoke Loemba. Maema abaki pale. Sawa. Sisi maneno hatutaki. Kama mtu kweli umekuja uwe serious, uweke hela. Mtu wa kazi. Tunataka mtu wa kazi. Sasa hao wanaompinga Mo hawajui thamani ya Simba. Na hawana uchungu kwa sababu Mo ni Simba toka mtoto mdogo. Afu yule ana mapenzi na Simba. Yes, unamuona kabisa. Yeye mwenyewe ni mwanachama wa Simba. Ila kwa kuhusu hilo sisi kama mimi binafsi namwomba sana kwamba huyu striker hatoshelezi. Mo fanya utaratibu kabla dirisha haijafungwa na kuomba tuletee striker mwingine mkali katili. Hawa ma striker wanaokuja Tanzania kama Dumbia huyo. Kama Dumbia. Kuna stories zinasemekana kwamba wengine wanakuwa hata timu wanazotokea ni ndogo, wakati mwingine hawachezi timu za taifa. Nini maoni yako? Unajua unaitwa nani ndugu yangu? OG. Leo mimi pointi ya kwanza nimempa hongera sana na nimemwambia asante sana Rais Wallace Karia wa TFF kuhusu hiyo nyumba ya maajabu ambayo sasa hivi ni kunyang'anywa point 5. Una pointi moja ameongea chamana sana. Tena sana. Nampongeza sana Wallace Karia. Ndio. Kwamba leo wachezaji tunawasajili vilabu vya Tanzania wanaotoka nchi za wenzetu, nchi za yani professional player ambao tumeruhusiwa kusajili wachezaji 12. Katika mchezaji utakayemsajili kutoka nje ya nchi ndio awe anachezea timu yake ya taifa. Swadakta. Muona bana kwamba leo asije mchezaji mradi tu ametoka nje, lakini yani mchezaji mzawa anaweza kuwa bora zaidi yake yeye, lakini mradi tu katoka nje basi anaonekana ni mzuri. Kwa sababu tunao sisi Tanzania wachezaji wazawa wazuri bana. OG hao wachezaji wa zamani wote walikuwa wazawa. Hamna wachezaji walikuwa natoka nje ya nchi. Hiyo kanuni imeanza miaka hii karibuni. Lakini pamoja na hayo tulikuwa naleta wachezaji wabovu ambao kiwango chao ni ndogo kuliko kiwango cha mzawa. Kwa hiyo alicholeta katika kanuni kwamba mchezaji awe anachezea timu ya taifa asajiliwe na awe anachezea ligi kuu ya nchi yake. Hiyo kanuni amenifurahisha sana Rais Wallace Karia. Kasema hiyo leo. Nampongeza sana kwa kanuni hii iliyokuja. Hii kanuni itafanya tupate wachezaji ambao wataongeza thamani ya ligi ya Tanzania. Umenielewa vizuri hapo? Kwa sababu wachezaji ambao ni professional wana thamani. Wakija kucheza Tanzania, thamani ya ligi yetu itaongezeka. Safi sana. Kwa hiyo yeye pamoja na hiyo kanuni amelenga kuongeza thamani ya ligi yetu. Thamani ya ligi itapanda kutokana na wachezaji ambao wako professional na wako yani wana kiwango kikubwa katika Afrika. Naam, huyo ni Muhindi wa Simba. Cha mwisho cha kuambia mashabiki na wapenzi wa Simba Sport Club wanakusikiliza, jimwage, waeleze chochote kile. Unajua mimi ambacho naweza kusema kwamba sisi washabiki na wanachama huwe tuongee ukweli. Ndio. Kitu ambacho kipo tukiongelee. Tuache uchawa. Tuache kuwa na maslahi binafsi. Mtu unauza nafsi yako. Kama kweli una uchungu toka moyoni na Simba yako, usimame kwenye ukweli. Kitu kwa mfano nilichoongea leo kuhusu Dumbia, mwandishi, wewe labda si uliona ile mechi? Niliona. Uliona? Ulichomwona Dumbia performance yake, uliridhika nacho mwandishi? Kwa kweli hapana, ila wanasema hajazoea ligi, hajazoea nchi. Unajua tunasema nyota njema huonekana asubuhi. Ndio hicho. Striker anatakiwa awe katili, ndio maana nasema tunamtaka mtu ambaye kama Fiston vile anacheka na wavu. Juzi tumeona klipu za mchezaji mkongwe wa Simba ambaye inasemekana pia kuna fursa za ukocha pale kidogo. Julio, unamzungumziaje mtaalamu wa fundi wa boli?
Mwandishi, Julio sasa hivi avae jezi ya Simba, awe influencer wa Simba. Unasema Julio awe influencer wa Simba? Hiyo taaluma ya ukocha achane nayo kwa kauli alizotoa. Afu unajua, angalia na watu aliokuwa nao siku ile. Hovyo kabisa. Si wanachama wenzenu wale? Mimi nakwambia hivi, kuna jamaa moja nilimwona pale nikasema hapo Julio kaingizwa mkenge. Ndio maana Julio kaongea vitu vya ajabu ambao havina mantiki. Leo mimi nasema hivi, Julio atashindwa kupata timu, mwandishi, kutokana na yale aliyoongea leo. Huwezi ukakaa ukaongea kwamba mimi bana nilifanyisha ifungwe makusudi kwa ajili ya Simba. Sio kauli hiyo. Manake watu wanakuona wewe sio professional. Leo wewe una timu, mwandishi, labda nikuulize, unaweza ukamwajiri Julio kwa kauli ile? Nitapata mashaka kidogo kwamba je, tukicheza na Simba inakuwaje? Umeona sasa hapo tatizo linaanzia. Kwa hiyo yule taaluma ya kocha achane nayo. Sasa hivi awe influencer wa Simba. Huu ndio ujumbe lazima nikampa. Ila kwenye ukocha hamna kitu. Kocha hafai. Sasa hivi hamna timu, mwandishi, inaweza ukampa kazi kwa kauli zake hizo. Hamna timu ambayo inaweza ikamwajiri. Hamna. Sababu atauza mechi. Ndio manake. Unafikiri alichoongea nini pale? Kwa ushauri wangu kwake ni huo. Atafute nafasi ya influencer. Avae jezi ya Simba, mhoji kama mnanihoji mimi. Bas. Azungumze mema na mazuri ya Simba. Bas. Ulikuwa ni wakati mzuri na Muhindi wa Simba, tukiyachambua na kuyatizama mema na changamoto ambazo zinaikumba klabu yetu ya Simba Sport Club. Lakini kwa hayo tuliyozungumza naye, acha nikutakia wakati mwema mpaka kipindi kingine tena. Naitwa OG, nilikuwa na Muhindi wa Simba. Kwaheri. Asante sana.